Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watazamaji, wasikilizaji, tunaendelea mbele na vipindi vyetu Uislamu ni dini ya kweli. Na wakati huu kipindi hichi au vipindi hivi tunaizungumzia uzuri na wema na upendo Mwenyezi Mungu aliyoupenda ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe aliyemjalia Mwenyezi Mungu kawa Muislamu, jua ya kwamba uko kwenye neema kubwa. Jua ya kwamba Mwenyezi Mungu amekutakia wema uliokuwa hauna mfano wake. Jambo amekufanyia, amekuweka wewe ndiye mwanadamu au ndiyo mtu ambaye unatakiwa uishi katika hii ardhi, kwa sababu ni wewe mwenye maana. Muislamu aliyekuwa na Uislamu mzuri, aliyeufata Uislamu ukweli wa kuufuata, aliyeufata Uislamu wenye aliyoufahamu, aliyoujua vizuri, wewe ndiyo mwanadamu timamu anayepaswa kuishi katika hii ardhi ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Muislamu mzuri wanyama watatengamaa kwake. Muislamu mzuri watu binadamu wataishi naye kwa wema na vizuri, kwa sababu yeye ni Muislamu. Anayetaka ukweli na kuwa vizuri na kuwa mwanadamu aliyetimia atakuwa ni Muislamu. Atauingia Uislamu kutokana na tabia zake, kutokana na uungwana wake, kutokana na muamala nao ishi na wanadamu wenzie. Ataishi nao kwenye heshima, ataishi nao kwenye upendo, ataishi nao kwenye amani. Anataka amani, kwa hiyo lazima atoe amani, awe ni mwenye amani kwa wengine, kwa sababu na yeye anahitaji amani. Atakuwa mkweli kwa wengine, kwa sababu na yeye ataka ukweli. Atataka uaminifu, atakuwa ni mwaminifu kwa wengine, kwa sababu na yeye anataka uaminifu. Huo ndio Uislamu. Sasa Mwenyezi Mungu kama amekujalia kuwa Muislamu, jua ya kwamba we katika viumbe amekuchagua kabisa kwa kukupenda na mapenzi yake kwako. Sasa miongoni mwa mambo mazuri Mwenyezi Mungu ametuwekea, ametuletea mwezi wa Ramadhani, ikiwa ni mwezi ambao ameweka kila jambo zuri katika mwezi huu. Sunaona katika mwezi huu ameishusha Qur'ani. Katika huu mwezi ameishusha Mwenyezi Mungu Qur'ani. Na katika mwezi huo ameuchagua usiku bora kuliko usiku wa dunia zote, wa uhai wa dunia, isipokuwa usiku huo. Na usiku huo ndio usiku umechaguliwa, ameuchagua Mwenyezi Mungu akaishusha Qur'an. Na usiku huo unaitwa Lailatul Qadr.
inna anzalnahu fi lailatil qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalu almalaikatu fiha. Allahu akbar. Anasema Mwenyezi Mungu katika kuonyesha uzito na ukubwa wa usiku huu, katika kuonyesha ukubwa na uzito wa usiku huu, akatwambia kwamba inna hakika mimi Mola wenu anzalnahu fi lailatil qadr, tumeishusha Qur'ani katika usiku wenye makadara. Wanazioni wakati wanaonyesha makadara ya siku huu, usiku huu, miongoni mwao wamesema kwamba ni usiku aliyoutengenezea, aliyoukadiria kwa ukweli wa kuukadiria Mwenyezi Mungu. Yani akaweka kila jambo zuri katika mwezi huu, katika usiku huu. Wengine wanasema ya kwamba Lailatul Qadri yani ndiyo usiku imekadiriwa makadara yote ya mwanadamu au makadara yote ya viumbe, kwamba itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi, kwamba makadara yote yamekadiriwa katika usiku huo. Haya mambo yote yanakuwa ni kweli, kwa sababu kama Qur'ani imeshuka katika usiku huu, na Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo ni yenye makadara yote. Yani ukitaka tabia, soma Qur'an. Ukitaka dawa, soma Qur'an. Ukitaka wema, soma Qur'an. Ukitaka maendeleo, soma Qur'an. Ukitaka tibabu, soma Qur'an. Qur'ani imekusanya mambo yote ambayo utakayohitaji katika uhai wako. Unataka kupata usia? Hebu soma Qur'ani uone usia mzuri Mwenyezi Mungu amewahusia wanadamu. Wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Hii ni usia kubwa sana. Mwabudu Mola wako kila wakati, wala usije ukamshirikisha na jambo lolote, usije ukamshirikisha na chochote. Wabili walidaini ihsana. Hebu tizama usia wa kwanza kabisa ni mkubwa sana, kwamba wewe kabla hujafanya lolote, jua ya kwamba wewe umeumbwa na Mola wako. Mola wako ndiyo kakuumba. Kama ndiye amekuumba, kwa hiyo unapaswa umabudu yeye peke yake. Hii ni usia ya kwanza, ambaye ndiye usia kubwa sana. Haya ni mambo ambayo aliyoteremka katika usiku wa Lailatul Qadr. Uona maneno yaliyomo. Kamwabudu Mwenyezi Mungu pekee yake, usije ukamshirikisha na jambo lolote. Bas ukiisha mjua Mola wako, ukimwabudu ukweli pekee yake, usijimshirikishe na jambo lolote. La pili, wabili walidaini ihsana. Ebu na wazazi wako wawili watendee wema. Hii ni usia. Kama unataka usia mzuri, soma Qur'an. Soma Qur'an.
Unataka kuwahusia watoto wako? Unataka kuwahusia ndugu zako? Unataka kuwahusia marafiki? Au unataka kuwahusia watu wengine? Wasia ya kwanza iko hapo kwenye Qur'an. Mwenyezi Mungu anakuambia kwamba wa'budullaha, ebu kamwabudu Mwenyezi Mungu, wala tushriku bihi shay'a, inna anzalnahu fi lailatil qadri. Makadara haya ni hizi usia ambazo unazipata, anazozikadiria Mwenyezi Mungu katika usiku mmoja. Ina maana usiku huu mzito sana. Inatakiwa mimi na wewe tukijua uzito uliomo tuutafute sana, alivyoujua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiona umuhimu wake na uzuri wake, alihama majumba yake. Aliyahama majumba yake katika siku 10 za mwisho wa Ramadhani kwa kutafuta tu usiku mmoja. Kwa nini? Mwenyezi Mungu anakuambia kwamba inna anzalnahu fi lailatil qadr, tumeishusha Qur'ani yenye busara kama ulivyosikia, yenye wasia nzuri kama unavyosikia, na mengine ambayo utakaja yasikia mbele huko, ameyashusha katika ndani ya usiku unaoitwa Lailatul Qadr. Anakuambia ili kwa kukufundisha, wama adraka ma Lailatul Qadr, jambo gani litakalo kufikisha kujua Lailatul Qadr ni nini? Huu usiku ni nini? Huu usiku ulioje? Utakuja kuupata vipi ujue usiku huu? Anakuambia Lailatul Qadr khairun min 1000 shahr. Allahu akbar. Anakuambia uzito na ukubwa na uzuri wa usiku huu ni mzuri sana, bimaana matendo utakayoyatenda katika usiku huu, ibada utakazozifanya katika usiku huu wa Lailatul Qadr, anakuambia Mola wako. Ndugu yangu, dada yangu, msikilizaji, sikiliza vizuri. Anayesema haya ni Mwenyezi Mungu Mola wako. Anayeyasema haya, anayekupa mifano na kukuonyesha uzuri wa usiku huu ni Mola wako, kwa kukuuliza eti wama adraka ma Lailatul Qadr, je, jambo gani litakalo kufikisha kujua Lailatul Qadr? Sasa tupate mapumziko kidogo, tutaendelea mbele inshallah. Naam, tunarudi tena katika kipindi chetu tukakutizama uzuri wa Lailatul Qadr. Tulikuwa tukifikiria au tumefika mahala ya kujua kwamba nikikukumbusha na nikikwambia kwamba jua mambo anayoyasema haya ni Mola wako, ndugu yangu, ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anayetupa sifa na kutuonyesha ukweli wa usiku huu na uzito wake. Anasema wama adraka ma Lailatul Qadr, jambo gani litakalo kufikisha kukujulisha vizuri usiku huo wa Lailatul Qadr. Akakwambia kwamba Lailatul Qadr huo usiku khairu, ni mzuri sana, min 1000 shahr, kuliko, sio sawa, ni mzuri usiku huu, ni mzuri kuliko
sio kusawa, sio kufanana au kulingana, la, bal ni mzuri kuliko miezi 1000. Subhanallah, tizama uzuri wake. Anakuambia Mwenyezi Mungu kwamba uzuri na uzito na ukubwa wa usiku huu, anasema khairu, ni mzuri sana, min 1000 shahr, kuliko miezi 1000. Wenye kuhesabu hapo, watu waliopata calculator na vichwa vizuri, wanaojua kuhesabu, wamehesabia ya kwamba miezi 1000 inalingana, miezi 1000 inalingana na miaka 83 na miezi kadhaa. Miaka 83 na miezi kadhaa. Hii ni usiku mmoja. Usiku mmoja, anakuambia Mwenyezi Mungu kwamba matendo mazuri unayotendea katika usiku huu, ibada ambazo unazifanya, Mwenyezi Mungu akikupa bahati, akikupa fadhila za kukutana na usiku huu, ukiwa kwenye ibada, ukiwa ndani ya ibada yoyote unayoifanya, yani uko unamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumsabih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, usiku wa Lailatul Qadr unakukuta uko unamsabih Mwenyezi Mungu, au ukakukuta uko unasoma Qur'an. Huu usiku kikukuta umesimama unasali, huu usiku kikukuta uko unatoa sadaka, huu usiku kikukuta umeinua mikono unamuomba Mwenyezi Mungu, yani usiku huu Mwenyezi Mungu akukupa bahati za kukutana na usiku huu katika mwezi wa Ramadhani, akichagua huu usiku kwa kukuonyesha ya kwamba uzito wake na uzito na uzuri na mapenzi yake kwa ajili ya mwanadamu, amekuwekea usiku huu. Huu usiku kikukuta Mwenyezi Mungu akikujalia usiku huu ukiwa uko kwenye ibada yoyote unayoifanya, nimekupa mifano mingi, lakini akikute huu usiku ukukute uko kwenye ibada, siko kwenye usingizi, la ilaha illa Allah, anakuambia Mwenyezi Mungu ya kwamba unaandikiwa mazuri, thawabu, wema, ibada ulizozifanya, na malipo unayoyapata, unapata malipo zaidi ya mtu aliyofanya ibada hiyo au ibada hizo katika miaka 83 na miezi kadhaa. Allahu akbar! Uzuri ulioje ndugu yangu, unayokuonyesha vipi uzito wa Lailatul Qadr. Waliojua na kufahamu vizuri sana nini Lailatul Qadr, kima yake, uzito wake, hawakupata usingizi katika siku za mwisho za Ramadhani, akiwemo mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye mtume huu Mwenyezi Mungu amesema kwake kwamba amemsamehe madhambi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Mwenyezi Mungu amemsamehe, hana dhambi lolote,
hawezi akafanya ubaya hata kidogo. Hata ikionekana kwa mbele ya macho ya wanadamu kwamba amefanya ubaya, huyo Mwenyezi Mungu ameshamsamehe. Lakini alipojua uzito wa Lailatul Qadr, shadda mizarahu wa aiqadha ahlah, amekaza nguo zake, yani amesimama sasa imara, amezidisha katika ibada katika siku 10 hizi za mwisho. Ikiwa kwa nini? Akiwa naitafuta usiku moja tu Lailatul Qadr. Akayahama majumba yake, amewahama wake zake, akauingia msikiti kwa kuitafuta Lailatul Qadr, kwa sababu anajua uzito wake. Ameona uzuri uliomo, kwamba Lailatul Qadr ni nzuri, uzuri wake ni mzuri kuliko miezi 1000. Na tumeona kwamba miezi 1000 inalingana na miaka 83 na miezi kadhaa. Sasa ndugu yangu, nataka tujiulize mimi na wewe, kama mtume Mwenyezi Mungu aliyesamehewa madhambi yake aliposikia usiku huu na uzuri wake, amefunga mambo yake yote, akawahama wake zake, akaingia msikitini kwa kuitafuta usiku moja tu. Je, si vizuri, si vikubwa, sio kubwa sana kuwa mimi na wewe ni sisi ambao tumepaswa kabisa kuzidisha, kutopata jambo lolote la kutupumbaza? Kwa sababu ndugu yangu, mimi na wewe ni wenye makosa kila wakati, kila sekonda, lakini tumepata fursa ya kuyarudisha mambo yetu haya, tukaja kuyasamehewa yote na tukapata mazuri, tukarikava mambo tulio hivi. Mimi na wewe miaka 80, kwa kweli tuna hakika kweli tutafikisha, lakini tizama, Mwenyezi Mungu amekuwekea njia ya panya, kama unavyosema Waswahili. Umepewa njia ya panya, yani ya haraka kabisa, uzichume au uchume mzuri, ambao kama hutofikisha miaka 83 basi pata ibada zai miaka katika usiku huu wa Lailatul Qadr. Ndugu yangu, Mwenyezi Mungu akitamka jambo, ina maana ni guarantee. Umeshapata guarantee kwamba aliyesema ni mkweli wa wakweli na ni mwenye jambo, hakuna mwingine. Lailatul Qadr ni yake, ni yeye kaiumba. Ataka ufaidike nayo wewe Muislamu, na anakuomba kwa upole. Subhanallah, yani Mola wetu anatuhimiza, anatubembeleza katika kufanya ibada zake. Subhanallah, wema unarudi kwetu sisi wanadamu.
Mola wetu ametutengeneza wema anaotaka sisi tupate, lakini tizama namna anavyotubembeleza. Anatubembeleza ili tuzipate thawabu zake kwa unyenyekevu, sisi viumbe vyake. Subhanallah. Ndugu yangu msikilizaji, ndugu yangu mtizamaji, hebu tizama nani anayekubembeleza. Ni nani? Mola wako mwenye kila uwezo juu yako. Angepashwa tu kukuamrisha tu, fanya kama hutaki, basi utapata malipo yako ya kukataa. Lakini la, anatupenda yeye kuliko tunavyojipenda, na anatufundisha namna ambavyo tunapasha kuishi hapa. Anatubembeleza, na yeye hana haja ya kutubembeleza. Hana haja ya kutubembeleza kabisa, kwa sababu yeye ni muweza juu yetu. Yeye Mola wetu ni muweza kwa kila jambo juu yetu. Ataka tufanyalo yeye atakalo, wakati wowote atakao, kwa namna yoyote atakayo Mwenyezi Mungu. Lakini anatuambia katika njia ya kutunyenyekea, yani kutuonyesha kwamba ni mpole kwetu. Wama adraka ma lailatul qadr. Hebu tizama namna hiyo. Ewe mja wangu, nini itakayo kufahamisha lailatul qadri, ili upate kuchukua uzito wake, ili upate kuyafanya matendo mazuri juu yake, ili upate kuitafuta kila wakati. Sasa anakuonyesha, anatubembeleza ili atuonyeshe Lailatul Qadr ni nini. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaomba Mwenyezi Mungu mwenye uwezo atuwezeshe, atukutanishe na Lailatul Qadr, na atupe kufanyia ndani mema kwa kumwabudu. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.